Umoja wa Ulaya umeipanua orodha yake ya vikwazo dhidi ya Urusi kwa kuwalenga moja kwa moja waandishi wa habari mashuhuri wa televisheni ya taifa, hatua inayotafsiriwa kama ongezeko la vita vya habari kati ya Brussels na Moscow. Kifurushi kipya cha vikwazo kinajumuisha majina makubwa katika vyombo vya habari vya Urusi, akiwemo mtangazaji maarufu Ekaterina Andreeva, mwandishi wa masuala ya Kremlin Pavel Zarubin, mtangazaji wa michezo Dmitry Gubaniev, pamoja na mtangazaji wa habari Maria Sitel. Kwa mujibu wa umoja huo, hatua hiyo inalenga kile ilichodai kuwa ni ushiriki wa watu hao katika kueneza propaganda za serikali ya Urusi kuhusu vita vya Ukraine. Vikwazo hivyo vinajumuisha kufungiwa mali ndani ya nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya na kupigwa marufuku kusafiri katika mataifa ya umoja huo. Katika hatua iliyozua mjadala mpana zaidi, umoja huo pia umemuweka kwenye orodha ya vikwazo msanii maarufu wa ballet Sergei Polunin, anayejulikana kimataifa kwa kuwa na tattoo ya rais wa Urusi Vladimir Putin kifuani mwake. Polunin, ambaye alizaliwa Ukraine lakini baadaye akaunga mkono waziwazi Urusi, amekuwa akitambulika kama msanii mwenye misimamo mikali ya kisiasa inayounga mkono Kremlin. Msanii huyo tayari alikuwa amepokonywa uraia wa Ukraine mwaka uliopita kwa amri ya Rais Volodymyr Zelensky, hatua iliyochukuliwa baada ya Polunin kutoa kauli na ishara kadhaa za kumuunga mkono rais wa Urusi Vladimir Putin na sera za Urusi wakati wa vita vinavyoendelea. Urusi imekosoa vikali vikwazo hivi, ikivitaja kama shambulio la moja kwa moja dhidi ya uhuru wa vyombo vya habari na sanaa, huku ikidai kuwa Umoja wa Ulaya imegeuza vikwazo kuwa silaha ya kisiasa dhidi ya sauti zozote zinazokinzana na msimamo wa Magharibi kuhusu mgogoro wa Ukraine. Hatua hii mpya ya Umoja wa Ulaya inaashiria kuongezeka kwa mvutano wa kisiasa, kiutamaduni na kimaelezo kati ya Urusi na mataifa ya Magharibi, huku vita vya Ukraine vikiendelea kuathiri sio tu diplomasia na uchumi, bali pia tasnia ya habari na sanaa za kimataifa.